Wapendwa, ni nafasi nyingine njema ambayo Bwana ametujalia neema na rehema zake, angalau tuweze kuwepo hai tangia siku ile tulipoumbwa ndio sauti hiyo. Na sasa niliona ni vyema mimi mtumishi wenu niweze kuwaletea ujumbe wa dakika angalau hata chache, tuangalie vile Mungu anavyostahili, anavyohitaji sisi tukaweza kufanya kama watu wake. Nataka tuongee pointi mbili ambazo Bwana ametujalia neema na rehema zake, angalau tukaweze kuzifahamu na kuzijua. Nitasoma fungu moja katika Biblia ambayo inatuambia kwamba tuombe bila kukoma. Na usipoomba, je, utaingia katika majaribu ya adui? Na Bwana ndiye ametupatia maombi kama kinga ama silaha ya kuweza kujikinga nayo kama wakati wa hatari. Wapendwa, naona ya kwamba ametupa menu ambayo ni ya kwenda mbinguni ambayo ni Biblia. Sasa Bwana anapoangalia, anaposema ya kwamba tuombe bila kukoma, ndivyo nami nitakuwa tayari kukusomea fungu moja ambalo tutaweza kusoma. Tuone ya kwamba nitakaposoma kitabu hichi ambacho kinaitwa Kuwa kama Yesu. Tunaona ya kwamba Mathayo 5:22 yake ni ile ya 24. Enoko Mwanzo, na tutasoma Mwanzo 5 aya yake ni 22 na 24. Enoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300. Akazaa wanaume na wanawake. Enoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtoa. Wapenda, tunaona ya kwamba hiyo ni Enoko aliweza kutembea na Mungu kwa njia ya imani. Na sisi pia tunastahili kutembea na Mungu kwa njia ya imani. Tunapokuwa katika kazi zetu za kila siku, yatupasa tuinue miroho mbinguni katika maombi. Maombi haya ya kimya yanapanda juu kama ubani mbele ya kiti cha enzi za neema. Na adui anachanganyikiwa Mkristo ambaye moyo wake umewekwa kwa hiyo Mungu hawezi kushindwa. Hakuna ujanja wa shetani anaoweza kuharibu amani yake. Ahadi zote za neno la Mungu, nguvu zote za neema ya Mungu, uwezo wote wa Yehova vimeahidiwa kupitia ukombozi wake. Ni kwa namna hiyo Enoko alitembea na Mungu na Mungu alikuwa pamoja naye, msaada wa karibu wa kila saa uhitaji. Wapenda, tunastahili kujiunga kwake Mungu wakati dunia inapofika ukingoni. Asante sana, uweze kubarikiwa. Amina.